Februari 13, 2026. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Atukuzwe Mungu Baba aliye hai, ambaye kwa neema yake tunapata fursa ya kujifunza maneno matakatifu ambayo yana uwezo wa kuhuisha roho zetu, kutukuza katika ufahamu wa mambo ya Mungu na kutupa hekima, maana kumcha Bwana ni chanzo cha hekima. Leo basi ni Februari 13 kama nilivyosema. Naitwa Zawadi Machibia. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu inayoandaliwa na mchungaji Chris. Inapatikana kwenye Rhapsody ya Uhakika au Rhapsody of Realities kwa Kiingereza. Siku ya leo tunajifunza kuhusu kuishi juu ya ushawishi wa shetani. Neno la msingi liko katika kitabu cha Luka sura 22 mstari wa 3. Narejea tena, ujumbe wetu unasema ishi juu ya ushawishi wa shetani. Nikukumbushe tu kwamba tafakari hizi zinaandaliwa na mchungaji Chris, na mara zote husema kwamba ni vizuri, Waingereza wanasema utoe credit, kwa maana kwamba uitambue kazi ya mtu mwingine ambayo Roho Mtakatifu amemtumia kuweza kufikisha ujumbe wenye ushindi na uwezo wa mamlaka ya jina la Yesu na mamlaka ya neno la Mungu. Sasa hizi tafakari zote ninazokuletea kwa njia ya sauti zinaandaliwa na mchungaji Chris. Mchungaji Chris ndiye anayeziandaa kila mwezi, zaidi ya miaka 25 sasa. Kwa hiyo nakukumbusha tu kwamba zinatoka kwake, na atukuzwe Mungu Baba aliye hai kwamba zinapotoka kwake zinakuwa na sehemu ya neno la Mungu kutoka kwenye Biblia. Na Biblia inatuambia kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kwa ajili ya kuwajenga watu, kuwaadabisha watu na kuwaongoza watu katika kweli ya Mungu. Basi ishi juu ya ushawishi wa shetani ndio ujumbe wetu leo. Neno la msingi liko katika Luka 22 mstari wa 3 ambao unasema, shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale thenashara. Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale thenashara. Katika ufafanuzi, mchungaji Chris anasema Yuda Iskariote alikuwa mmoja wa wanafunzi 12 wa Bwana Yesu. Alitembea na Bwana akisikia mafundisho yake na kushuhudia miujiza yake. Hata hivyo, Yuda alikuwa na udhaifu. Alipenda kuchukua kisichokuwa chake, na hilo lilifungua mlango kwa shetani kuutawala moyo wake. Biblia inatuambia Yuda alikuwa mweka hazina wa huduma ya Yesu, na mara nyingi aliiba pesa kutoka kwenye mfuko. Rejea Yohana sura ya 12 mstari wa 6. Jambo ambalo hakutambua ni kwamba shetani hutumia udhaifu wa mtu, dhambi zile zile anazopenda, ili kumdhibiti na kumwangamiza. Yuda alifikiri kwamba alikuwa mwerevu, lakini kwa hakika alikuwa akiongozwa kuelekea kwenye anguko lake mwenyewe. Maandiko yanaonyesha kwamba Yuda alienda kwa viongozi wa Wayahudi na kujitolea kumsaliti Bwana. Alipowapeleka wale askari kwa Yesu na kumsaliti kwa kumbusu, Yesu alimtazama na kusema, Yuda, unamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu. Rejea Luka 22 mstari wa 48. Hata wakati huo Yuda hakuhisi majuto yoyote, wala hakujuta. Hakuhisi majuto mpaka pale alipoona Yesu akihukumiwa kifo. Ndipo ghadhabu ya kile alichokifanya ikamfika hasa. Akiwa amejaa kukata tamaa, Yuda alitoka nje na kwenda kujinyonga. Alipotea milele. Hivyo ndivyo shetani anavyofanya kazi. Anawapofusha waathirika wake kwa hila na tamaa hadi hawajielewi tena. Anawaongoza kufanya vitendo ambavyo hawawezi kuvielezea na kufanya maamuzi ambayo hawawezi kuyatengua. Yuda kamwe hakukusudia kuwa muuaji, lakini dhambi ni njia ambayo haina mwendo salama. Fikiria jinsi watu wengi leo kama Yuda wanavyoongozwa na uchoyo,
hasira na tamaa mbaya. Wauaji wengi, majambazi na wanaume makatili wana familia, wana wazazi au watoto wanaowapenda. Bado wanafanya yasiyofikirika na baadaye wanajiuliza, kwa nini nilifanya hivyo? Watu wanaweza kusukumwa na vishawishi visivyoonekana wanapokubali tamaa mbaya. Ndiyo sababu ni muhimu kulinda moyo wako. Usiruhusu uchoyo, uchungu, tamaa za mwili au hasira kupata nafasi ndani yako. Jaza moyo wako kwa neno na ujitoe kwa Roho Mtakatifu. Hivyo ndivyo unavyoweza kumzuia shetani na kuishi juu ya ushawishi wake, ukitembea katika haki na kweli. Haleluya. Maombi. Mpendwa Baba, ninakushukuru kwa nuru ya neno lako na huduma ya Roho wako inayonifanya nienende katika haki na kweli. Moyo wangu umejawa pendo lako na mawazo yangu yanaendana na mapenzi yako. Ninakataa kila ushawishi wa shetani na ninatembea katika hekima, utakatifu na nguvu za Roho, katika jina la Yesu. Amina. Basi masomo zaidi katika tafakari ya leo tunayapata kutoka kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 13 mstari wa 2. Neno linatuambia, hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote moyo wa kumsaliti. Yakobo sura ya 1 mstari wa 14 na wa 15, Biblia inatuambia, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Na Waefeso sura ya 4 mstari wa 27 inasema, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Tutauangalia tena huu mstari vizuri, maana naona kama unajirudia. Ni Waefeso 4 mstari wa 27. Mstari huu unasema, wala msimpe Ibilisi nafasi. Ndivyo mstari huu unavyosema. Waefeso 4 mstari wa 27. Wala msimpe Ibilisi nafasi. Haleluya. Hii ndio tafakari yetu siku hii ya leo. Mafundisho ya mchungaji Chris leo yametuangazia namna ambavyo tunaweza kumshinda shetani na kuishi juu ya vishawishi vya shetani. Huwa anatafuta mlango, alafu huo ndio anautumia. Yuda alikuwa anabeba mfuko, alikuwa mweka hazina. Akawa anachukua kwa hela kidogo, anachukua kidogo. Huo ndio mlango ambao shetani aliutumia. Na katika tamaa ile ile ndio akaenda kuzungumza na wakuu wa makuhani, wakampa vipande 30 vya fedha. Akasema, mimi ndio naenda kuwaonyesha. Akaenda kumpusu Bwana. Wayahudi wakamkamata Bwana Yesu. Lakini mwisho haukuwa mzuri. Biblia inasema alijinyonga, akafa. Na huo ndio kawa mwisho wake. Ili haya yasitokee, tumeambiwa kwamba tuilinde mioyo yetu. Tuilinde mioyo yetu kwa kuijaza neno la Mungu na kuishi katika mwongozo wa neno la Mungu na Roho Mtakatifu. Anasema, jaza moyo wako kwa neno na ujitoe kwa Roho Mtakatifu. Katika Yakobo sura ya 1 mstari wa 14 hadi wa 15. Kwa wale wanaokumbuka zile kwaya ambazo tulikuwa tukizisikia wakati tunakuwa, nadhani ni barabara ya 13 au Nkolandoto, walikuwa nasema, mtu ajaribiwapo hutenda maovu, asiseme mimi ninajaribiwa na Mungu. Bwana Mungu hawezi kujaribiwa, wala yeye hamjaribu mtu. Lakini kila mtu hujaribiwa
kwa tamaa zake mwenyewe na kudanganywa. Tamaa ikichukua mimba huzaa mauti. Anasema tamaa ikichukua mimba huzaa dhambi, huzaa dhambi. Dhambi ikisha kukoma huzaa mauti, huzaa mauti. Kwa hiyo anasema, ndugu zangu, tunatakiwa kuwa macho. Tunatakiwa kuwa macho kwa Roho wa Mungu, kwa msaada wa neno la Mungu, ili tuweze kukabiliana na vishawishi vya shetani tukiwa na ufahamu. Hapa tumeambiwa choyo, tamaa mbaya, na matendo maovu, hizo ndio shughuli za shetani. Lakini tukiwa ndani ya Kristo tunaambiwa tusimpe ibilisi nafasi. Haleluya. Kwa sababu hapa tunaambiwa kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Alafu tunaambiwa tamaa ile ikiisha kuchukua mimba inazaa dhambi. Na ile dhambi ikisha kukomaa inazaa mauti. Kwa hiyo tunayo ya kujifunza kwamba tunatakiwa kuwa hai katika Roho, kulinda mioyo yetu. Tusiruhusu uchoyo, uchungu, tamaa mbaya za mwili na hasira kupata nafasi ndani ya mioyo yetu. Haleluya. Tuijaze mioyo yetu kwa neno la Mungu na tujitoe kikamilifu kwa Roho Mtakatifu. Basi neno letu au tafakari yetu kwa leo imekomea hapo. Kama hujampa Bwana Yesu maisha, na kukaribisha tena. Roho wa Mungu aliniongoza, alinikumbusha kusema kila wakati nitoe tangazo hili, ili kila anayesikia ujumbe huu apate kuamua mwenyewe na kukaribisha. Sema sala hii: O Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, na kwa kinywa changu ninakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo hii. Ninapokea kwa imani uzima wa milele ndani ya roho yangu. Nimezaliwa mara ya pili. Amina. Nakupa hongera kama umesema sala hii kwa dhati ya moyo. Mungu wangu aliye hai na wa rehema nyingi akakutie nguvu kwa Roho wake Mtakatifu kuweza kuyakulia maneno ya uzima, ili usimame katika Roho na katika neno la kweli. Haleluya. Ukiona maswali tuandikie, au unataka kutupa ushuhuda tuandikie. Alama kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliyezifanya mbingu na nchi akubariki.